Je, umewahi kufikiria kwamba mboga moja ya kawaida kabisa inaweza kubadilisha namna mwili wako unavyofanya kazi? Watu wengi wanakula bamia kwa sababu ni mboga ya kawaida mezani, lakini hawajui siri kubwa iliyofichwa ndani yake. Leo tutaenda kueleza kwa nini bamia inaongelewa sana duniani. Nini hutokea ukila bamia kwa siku 7 mfululizo, na sababu inayowafanya baadhi ya watu kuhisi mwili kuwa mwepesi zaidi ndani ya muda mfupi. Na kuna kitu cha kushangaza zaidi. Baadhi ya watu hutumia bamia kusaidia mfumo wa chakula, kupunguza hamu ya kula, afya ya moyo, na hata kudhibiti sukari ya damu. Lakini je, haya yote ni kweli? Tutaenda kujibu leo kwa undani kabisa. Kama unapenda makala za afya na mada za afya, lishe na siri za mwili wa binadamu, bonyeza alama ya like, subscribe, lakini pia washa kengele kwa mada zinazokuja. Kwa sababu video hii inaweza kubadilisha namna unavyoangalia bamia na jinsi ambavyo unaishi na bamia ndani yake. Sasa tuangalie nini maana ya bamia, au bamia ni nini hasa? Bamia ni mboga inayojulikana sana Afrika na sehemu nyingi duniani. Kinachofanya watu wengi walitambue ni ule ute wake unaoteleza. Watu wengine wanaupenda, wengine wanauchukia kabisa. Lakini ukweli ni huu. Huo ute ndio sehemu yenye nguvu kubwa kiafya. Ndani ya bamia kuna fiber nyingi, yani kamba. Kuna vitamin C, kuna vitamin K, kuna magnesium, kuna folate, lakini pia kuna antioxidant. Pia kuna virutubisho hivi vinaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo, sukari ya damu, ngozi, moyo, kinga ya mwili na hata uzito wa mwili. Tatizo ni kwamba watu wengi huliona bamia kama mboga ya kawaida tu. Hawajui kwamba kula bamia mara kwa mara kunaweza kusaidia mwili kufanya kazi vizuri zaidi. Na hapa kuna jambo muhimu sana. Bamia ina calories chache sana, lakini ina fiber nyingi sana. Hii ina maana unaweza kula kiasi kizuri bila kuongeza calories nyingi mwilini. Ndiyo maana watu wengi wanaotaka kupunguza uzito hupenda kutumia bamia. Nini hutokea siku ya kwanza hadi siku ya 3 ukianza kula bamia? Ukianza kula bamia kwa siku chache za mwanzo, mabadiliko ya kwanza huanza kwenye tumbo lako. Fiber ndani ya bamia husaidia chakula kusagika vizuri, hupunguza constipation, yani choo kigumu, husaidia choo kutoka vizuri. Watu wengi huanza kusema, tumbo limekuwa jepesi, sijisikii kujaa sana, ninaenda chooni vizuri zaidi. Na hii hutokea kwa sababu mfumo wa chakula unaanza kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini si hilo tu. Ute wa bamia unaweza kusaidia kulainisha mfumo wa chakula. Ndiyo maana baadhi ya watu hupenda kuloweka bamia kwenye maji usiku, kisha kunywa yale maji asubuhi. Ingawa matokeo tofautiana kati ya mtu na mtu, watu wengi huhisi tumbo kuwa calm, yani kuwa jepesi, gesi hupungua na kuna discomfort tumboni hupungua. Lakini hapa kuna kitu muhimu sana. Ukila fiber nyingi bila kunywa maji ya kutosha, unaweza kujisikia tumbo limejaa sana, kupata discomfort tumboni. Kwa hiyo maji ni muhimu sana. Tuangalie bamia na sukari na damu. Moja ya sababu zinazofanya bamia kuzungumzwa sana kwenye afya ni suala la sukari ya damu. Fiber ndani ya bamia inaweza kusaidia kupunguza kasi ya sukari kuingia kwenye damu, kusaidia mwili kutumia insulini vizuri. Ndiyo maana watu wenye kisukari, lakini pia watu wenye uzito mkubwa huongeza bamia kwenye lishe zao. Lakini hapa nataka uwe makini sana. Bamia si dawa ya kuponya kisukari. Usiache dawa zako kwa kutegemea bamia pekee. Lishe nzuri lazima iende sambamba na mazoezi,
kupunguza sukari nyingi, usingizi mzuri na ushauri wa wataalamu wa afya. Lakini ukweli ni kwamba kula bamia mara kwa mara kunaweza kusaidia sana mfumo wa maisha wenye afya. Na kitu kingine, kwa sababu bamia inakufanya ushibe kwa muda mrefu, watu wengi hupunguza kula ovyo bila hata kugundua. Kitambi na uzito hupungua taratibu. Sasa tuzungumze kitu ambacho wengi wanataka kusikia. Kwa nini baadhi ya watu wanaotaka kupunguza tumbo hupenda bamia? Sababu kubwa ni hizi. Lina calories chache, ina fiber nyingi, inakufanya ushibe haraka. Ukila bamia, hamu ya kula sana hupungua, cravings za sukari hupungua, unakula kidogo bila kujilazimisha sana, na hapo ndipo watu wengi huanza kuona tumbo linapungua taratibu, mwili kuwa mwepesi na kuvimba hupungua. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Huwezi kula bamia halafu soda kila siku, chips nyingi, sukari nyingi na mafuta mengi, halafu utegemee miujiza. Afya nzuri ni mfumo mzima wa maisha. Na kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu kisukari, pressure, cholesterol, mafuta ya ini, magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukizwa kwa ujumla, kuna kitabu kizuri kinachoelezea kila kitu kwa lugha nyepesi na ya kueleweka. Ndani yake utajifunza dalili muhimu, vyakula vya kusaidia afya na njia za kujikinga na mbinu za kuboresha mfumo wa maisha. Na kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee. Kwa mawasiliano piga namba 0767443887. Usikose maarifa ambayo yanaweza kusaidia afya yako na familia yako. Sasa turudi kwenye video yetu sasa. Watu wengi hawajui kwamba bamia inaweza kusaidia ngozi. Ndani ya bamia kuna vitamin C nyingi sana. Vitamin C husaidia uzalishaji wa collagen, ngozi kuwa na afya, kupunguza uchovu wa ngozi. Baadhi ya watu wanaokula bamia mara kwa mara huanza kuona ngozi kuwa smooth na laini sana, muonekano safi fresh na ngozi kuwa na ukuaji mzuri. Na hii hutokea kwa sababu antioxidant ndani ya bamia kupambana na uharibifu wa seli mwilini. Kwa kifupi, mwili unapopata lishe nzuri, hata ngozi hunyosha tofauti, yani hung'aa zaidi. Moyo na pressure. Afya ya moyo huanza kwenye chakula unachokula kila siku. Bamia ina fiber zinazoweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya, kuboresha afya na maisha ya damu. Hii ni muhimu sana kwa watu wenye pressure, uzito mkubwa na mafuta mengi mwilini. Tatizo ni kwamba watu wengi husubiri mpaka waumwe ndipo waanze kubadilisha mfumo wao wa maisha. Lakini mwili hupenda kinga kuliko tiba. Na jambo la kushangaza ni hili. Mabadiliko madogo ya kila siku yanaweza kuleta tofauti kubwa sana baada ya miezi kadhaa. Kinga ya mwili. Bamia pia inaweza kusaidia mfumo wa kinga ya mwili kwa sababu ina vitamin C, antioxidant na madini muhimu. Mwili hupata uwezo mzuri zaidi wa kujilinda, na hapa kuna ukweli ambao wengi husahau. Mwili wako unapenda mwendelezo, yani consistency. Sio kula hesli leo halafu kesho junk food tupu. Matokeo mazuri huja kwa kufanya vitu vizuri mara kwa mara. Makosa makubwa ambayo watu hufanya. Sasa hebu tuangalie makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya wanapotumia bamia. Kwanza, kuipika sana. Ukipika kupita kiasi, virutubisho hupungua na faida pia hupungua. Kutokunywa maji. Fiber nyingi zinahitaji maji mengi. Lakini pia kutegemea bamia kama dawa ya miujiza. Hakuna chakula kinachoweza kufanya kila kitu peke yake. Afya nzuri inahitaji lishe bora, mazoezi, usingizi na kupunguza msongo wa mawazo. Kula hesli kwa siku 2 halafu kuacha. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka sana, lakini mwili hufanya kazi taratibu. Kwa hiyo, ukila bamia kwa siku 7 mfululizo, mwili wako unaweza kuanza kufanya mmeng'enyo mzuri, kupunguza kuvimbiwa, kushiba kwa muda mrefu, kupunguza kula ovyo na kuboresha afya ya ngozi.
na kwa kusaidia afya ya moyo. Lakini kumbuka, hakuna chakula cha miujiza. Siri kubwa ni kula vizuri kila siku, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi, lakini pia na kuwa na mwendelezo. Sasa nataka kujua kutoka kwako. Je, umepata ujumbe gani au nini ambacho utaanza kufanya kuanzia leo? Nikuombe subscribe na share maudhui hayo kwa marafiki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.